Erika Labrie ambaye baadaye alibadilisha jina lake la ukoo na kuwa Erika Eiffel amekanusha taarifa zilizosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa aliwahi kuachana na mnara wa Eiffel na kuanzisha uhusiano wa kimapenzi na Uzio Mwekundu. Erika alikuja kujulikana duniani mwaka 2007 baada ya kufanya sherehe ya mfano wa kujitolea kwa mnara wa Eiffel nchini Ufaransa. Tukio hilo lilivutia hisia za watu wengi duniani na kuibua mjadala kuhusu namna baadhi ya watu wanavyoweza kuunda uhusiano wa kihisia na vitu visivyo hai. Erika alieleza kuwa ana mwelekeo unaojulikana kama objectum ambao hutumia kuelezea watu wanaweza kuhisi uhusiano mkubwa wa kihisia, mvuto au karibu wa kipekee na vitu visivyo hai. Baada ya miaka kadhaa kupita, video za zamani zilianza kusambazwa tena mitandaoni zikidai kuwa Erika alikuwa amevunja uhusiano wake na mnara wa Eiffel na kuhamia kwenye uhusiano mwingine na Uzio Mwekundu. Madai hayo yaliyofanya baadhi ya watu kuamini kuwa Erika alikuwa amepata mapenzi mapya, huku wengine wakishangazwa na taarifa hizo na kuanza kusambaza zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Hata hivyo, Erika amefafanua kuwa taarifa hizo si za kweli. Amesema sherehe aliyofanya mwaka 2007 haikuwa ndoa inayotambulishwa kisheria, hivyo kukuwa na taratibu rasmi za talaka au kuvunjika kwa ndoa kama watu wengi walivyodhani. Pia amekanusha kabisa madai kwamba aliwahi kuwa katika uhusiano wa kimapenzi na Uzio huo. Kwa mujibu wake, video zilizosambaa zilitoka nje ya muktadha kutoka kwenye mahojiano ya mwaka 2008 ambapo alikuwa akieleza tu kuvutiwa kwake na muundo mistari ya geometri ya uzio huo, sio kutangaza uhusiano mpya. Erika amesema matumizi ya vipande video bila maelekezo kamili yamesababisha watu wengi kupata tafsiri tofauti na kuunda simulizi ambazo hazina ukweli. Tukio hilo limezua mjadala mpana kuhusu namna taarifa zinavyoweza kujadilika au kupotoshwa mitandaoni pale maudhui yanapotolewa nje ya mazingira yake halisi. Pia limeibua mjadala kuhusu mwelekeo wa objectum, huku baadhi ya watu wakijadili kuhusu namna watu wanavyohusiana kihisia na vitu, wakati wengine wakizungumzia umuhimu wa kuheshimiana tofauti za watu katika namna wanavyoeleza kihisia zao. Licha ya mijadala yote hiyo, Erika ameendelea kusisitiza kuwa simulizi nyingi zinazosambaa kuhusu maisha yake zimekuwa zikielekea vibaya na kwamba ukweli wa mambo ndio tofautiana na kile kinachoonekana kwenye baadhi ya video za mitandaoni.